Hapa ni kusogezee wachezaji 10 ambao wameachwa na klabu ya Mashujaa FC. Hawa wanataka bwana kuunda timu upya. Okay, kuna Eric Johora, Yusuf Dunia, Aswed Juma, Frank Magingi, Dani Lianga, Jafari Kibaya, Saif Karihe, Mudathir Said, David Ulomi pamoja na Hassan Haji anayefahamika kwa jina la Cheda. Hawa ni wachezaji 10 ambao wameachwa na klabu ya Mashujaa FC. Poleni, lakini ni nafasi ya kutafuta changamoto mpya. Nina imani mkiendelea kuonesha juhudi mtapata sehemu nyingine ya kuweza kuonesha ubingwa wenu bwana, kuonesha makali yenu. Na habari nyingine inasema Simba wameachana na mpango wa kumsajili Neo Maema baada ya kumaliza mkataba wake kwa mkopo. Geoffrey anasema dada yangu karibu tule cha mchana. Asante sana Geoffrey, na shukuru kwa ujumbe wako. Haya, habari nyingine inasema klabu ya Simba imepata pigo baada ya mwanachama na kiongozi wake Idi Kajuna kufariki dunia baada ya kuugua kwa siku 7. Kajuna amefariki leo Alhamisi Julai 23, 2026 alfajiri katika hospitali ya taifa Muhimbili, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Hadi anafariki, Kajuna alikuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya Simba ambapo pia amewahi kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa timu hiyo. Na upande wa tetesi za soka pale barani Ulaya ni kwamba Liverpool wanaimani kuwa wanaweza kuwashinda Arsenal na Bayern Munich katika mbio za kumsajili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola baada ya kuchangia mabao 4 katika kombe la dunia akiwa na Ufaransa. Arsenal wanaonekana kuwa mbele katika mbio za kumsajili kiungo wa Bournemouth Alex Scott mwenye umri wa miaka 22 ambaye pia anawindwa na Manchester United. Hata hivyo, Scott ana wasiwasi kuhusu kupata muda wa kutosha wa kucheza katika uwanja wa Emirates. Na Scott pia anapendelea kuhamia Chelsea baada ya Bournemouth kukataa ofa ya pauni milioni 64 kutoka kwa Blues. Na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa mchana wa leo. Kipindi cha Mambo Leo tunahitimisha kwa namna hii hapa. Haya, tuangalie swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba Simba Day, Yanga Day ni tukio gani lina mvuto zaidi? Tukio gani lina mvuto zaidi? Kura zilizopigwa ni kura 52. Waliosema Simba Day ni 57%. Kura 52, Waliosema Yanga Day ni kura 38 na waliosema zote zina kiwango sawa ni 10%. Kwa hiyo wengi wanasema Simba Day. Simba Day ndio tukio ambalo lina mvuto mkubwa zaidi. Simba ina mashabiki wengi jamani. Okay, nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizo trend kwenye mitandao ya kijamii huko Tanzania na Ulaya. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi, nikakusogezea takwimu za wiki, nikageukia kile kipengele cha ripoti ya uhamisho, nikageukia katika mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo umeuliza kwamba Singida Black Stars ndio dark horse wa msimu mpya, ikimaanisha kwamba Singida Black Stars ni timu ambayo ipo lakini haipewi nafasi, yani haitajwi katika timu kubwa lakini inaonekana kuwa bora. Inaweza ikapindua meza? Huo ni mjadala ambao tumekuwa nao kwa siku ya leo. Kila kipengele cha fahamu mchezaji, tumemzungumzia mchezaji anayekwenda kwa jina la Selemani Mwalimu. Wydad wanasema bado ana mkataba nao. Baada ya hapo nikahitimisha kwa kukusogezea habari za michezo.
kwa mchana wa leo. Sauti ilitaka kukataa, lakini Mungu ni nani? Nimemaliza Bwana. Nukuu ya leo inasema maisha ni safari, si mashindano. Furahia kila hatua unayopiga. Kila mtu ana njia yake ya kuelekea kwenye mafanikio bwana. Usione mwenzako amefanikiwa basi ukataka kumuiga. Kumbe ni njia yake tu, Mungu ndo aliandika yeye apite kwenye njia ile. Nikusihi tu endelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Itakapogonga 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tutajiunga na DW Kiswahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbali. Tukutane kesho saa 1 kamili za asubuhi katika kipindi cha Amka na Imba Nasi. Mwenyezi Mungu akijalia. Nakupenda sana. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.